wa michezo ambao anapewa nafasi kubwa ya kucheza toka ujio wa Romain Folz amekuwa akimwamini, hususan msimu huu. Kumbuka Romain Folz ameingia ukinoa kikosi cha Young Africa msimu huu. Okay? Na ameonyesha kiwango ambacho kimevutia wengi, na kimeonyesha Bakari Nondo yule ambaye alitoka Coast Union, alisajiliwa kutoka Coast Union kwa sababu ya kiwango chake bora, na tumeona akirudi akiimprove kutoka kwenye poor performance. Ndio. Lakini tukija kwa Frenkie Assink, naweza nikasema anaweza pia ni bora kwake pia kutengeneza partnership na Dickson Job, kwa sababu Frenkie Assink ni mchezaji wa kigeni, na unakumbuka kwamba wachezaji wa kigeni unapomsajili mchezaji wa kigeni na akaja kukaa benchi, inaweza ikawa ni hasara, kwa sababu unamsajili ili aje akurudishie faida. Kucheza kwake ndio kutumikia kazi yake na kukutengenezea wewe faida. Asipocheza, ina maana hakuna mjadala, ni kwamba ni hasara, kwa sababu wachezaji wa kigeni wana cost kubwa sana, mishahara mikubwa, lakini pia vibali vya kuishi katika nchi husika inakuwa vikubwa. Kwa hiyo cost ni kubwa kwa mchezaji wa kigeni, hivyo kukaa benchi inakuwa ni kipengele. Lakini tukija kwenye ubora, inategemea sasa Frenkie Assink ataofa kitu gani ambacho ni zaidi ya Bakari Nondo Mwamnyeto kwa muda huu. Na muda huu ndio muda ambao Frenkie Assink pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto wanaweza wakautumia sasa kuingia katika kikosi cha kwanza. Mmoja wapo akakitumia kuingia katika kikosi cha kwanza akijenga partnership na Dickson Job chini ya kocha Romain Folz na kumshawishi kabla ya urejeo wa Ibrahim Baka. Inamaanisha kwamba kwa sasa Frenkie Assink na Bakari Nondo Mwamnyeto ndio muda ambao wa kupambana kweli kweli, kumwonyesha Romain Folz kwamba wana kitu cha ziada zaidi ya Ibrahim Baka ama kama Ibrahim Baka. Ukweli uko wazi kwamba performance ikiwa chini ya Ibrahim Baka namba yake iko pale pale, lakini performance ikiwa juu ya Ibrahim Baka, basi kuna lolote linaweza likatokea kwa Ibrahim Baka kupoteza namba mbele ya Assink ama Bakari Nondo Mwamnyeto.